Hello, naomba tuendelee na kusoma comment kama nilivyotanguliza comment iliyopita kwamba leo mtanisamehe. Kwa nini? Sababu PC yangu kuna kitu imepata, kwa hiyo imepata traffic kidogo, kwa hiyo tunashindwa kupreview comment. Nadhani hili tatizo nitaliweka sawa kufikia kesho. Tutakuwa tuna preview comment kwa pamoja na kisha tunatoa ufafanuzi. Hapa nitaunganisha komenti mbili alafu tutazijibu ama tutafanyia ufafanuzi. Anaitwa Winifrida David again, tena huyu amejirudia, anasema mimi nimehitimu 2018 lakini naona nimeshakosa kama wanaanzia 2019. Mwingine hapa anaitwa Sandra Maltezi, anaitwa Sandra Maltezi. Anasema ya kwamba mama anatoa ajira ila wanachukua kwa upendeleo watoto wa wakubwa ila Mungu anawaona. Sasa ngoja tuanze kujibu comment hapa moja baada ya nyingine. Yes. Nikianza na comment ya Winifrida David ambaye amejirudia kwenye kucomment na ni jambo jema sana, anahitaji kuelewa. Anauliza ya kwamba mimi nimehitimu 2018 lakini naona nimeshakosa kazi wanaanzia 2019. Iko hivi, sijafahamu kwamba ajira za polisi mwaka huu wataanzia kuchukua elimu ya kuanzia 2000 na ngapi, lakini kama sikosei mwaka jana walianzia 2018. I don't know. Mpaka ni refer kwenye tangazo, lakini kwa mtu ambaye atakuwa na kumbukumbu fresh basi ya comment hapo chini. Yes, lakini Winifrida David, usije ukakata tamaa, maana tunachokisubiri ni tangazo rasmi ili tujue vigezo ambavyo wanavihitaji wao. Tujue vigezo ambavyo wanavihitaji wao. Kwa maana hiyo hapa sitakuwa na jibu la moja kwa moja Winifrida, sababu bado tangazo halijatoka. Tangazo likitoka tutajua ni wapi tunaelekea. Alafu comment ya pili ya Sandra Maltezi anasema kwamba mama anatoa ajira ila wanachukua kwa upendeleo watoto wakubwa ila Mungu anawaona. Sandra Maltezi, ifahamike ya kwamba kuna watu wengi, vijana wengi ambao wapo makazini bila kuwa na connection yoyote ile. Nikwambie kitu kimoja ya kwamba hata mimi nilikuwa naamini sana katika connection, lakini kuna nyakati ambazo nilipitia nikaamini ya kwamba kuna muda kama Mungu akiwa upande wako, yani akasema kwamba huyu mtu au huyu mtu anatakiwa kufanikiwa, lazima utoboe tu. Maana unakuta kwenye interview mpo wengi, lakini niamini ya kwamba watu wote wana IQ, wana uelewa tofauti. Kwa hiyo wewe kama ni siku yako ya kutoboa maisha, lazima tu ufanikiwe kwenda kwenye ajira fulani. Maana hata mimi nimepita kwenye interview kadhaa, nafahamu pia nimepita interview kadhaa mbalimbali, lakini interview niliyopita nilikuwa naona nimedeserve, maana nilijibu kila kitu kwa usahihi, confidence ya hali ya juu na kwa umakini zaidi. Kwa maana hiyo kuna muda inabidi ili uweze kufanikiwa inabidi utoe lile wazo la kwamba huwezi ukatoboa bila kuwa na connection. Hapana. Interview itafanyika na inafanyika kwa haki sawa kwa wote. Itambulike sasa hivi mifumo mingi inatumika online, kwa maana hiyo hata watu kuchagua wanachagua online. Kwa hiyo ukikizi vigezo basi unachaguliwa. Iko hivyo. Kwa maana hiyo naomba nikutoe wasiwasi ndugu yangu Sandra, maana hata mimi nimepita na mimi nilikuwa na mawazo kama ya kwako kwamba bila connection hamna kitu, lakini nikwambie kitu, Mungu akisha kunyoshea mkono kwamba wewe lazima uwe fulani, hakuna mtu ambaye atapinga. Niamini mimi,
na kila mtu ana nafasi yake ya kufanikiwa. Amini ya kwamba kuna watu waliwahi, kuna jamaa wangu mmoja ni afisa kilimo sehemu fulani, ananiambia ya kwamba waliwahi kufanya interview sehemu, I don't know ilikuwa ni mwaka gani, walikuwa watu kama 1000, alafu watu waliokuwa wanahitajika walikuwa ni kama wawili au watatu. Umenielewa? Ilikuwa ni replacement ambayo inatakiwa. Sasa yule jamaa akawa amesema, ndugu yangu naenda, lakini ninamwamini Mungu tu kwamba nitafanikiwa. Jamaa alikuwa anafanya sana kazi kwenye mashirika binafsi. Sasa ujue mashirika binafsi kidogo ni tofauti na serikali. Serikali mara nyingi ni guarantee ya muda mrefu. Umenielewa? Kwa hiyo akapata hiyo fursa, akaenda kufanya interview, kafanya interview hadi amefika Dodoma. Jamaa anaingia ile ya mwisho, ile kabisa wanafanya ile oro ya mahojiano, anaingia anajitutumua, anasema maswali yalikuwa magumu, lakini nilijitahidi sana kujikakamua, ila Mungu si Asmani, sikuamini macho yangu baada ya majibu kuja nimechukuliwa. Kanambia kaka, bila connection yoyote siamini. Yule jamaa alidondosha machozi ya furaha, maana ni muda mrefu sana unakuta mtu anaingia kwenye interview anadunda, lakini iko hivyo. Yani ukiweka ile notion ya kwamba huwezi toboa bila connection, wewe umeferi moja kwa moja. Siri ya kwanza ya kufaulu, lazima mindset yako iwe kwenye upambanaji. Umenielewa Winifrida? Iko hivyo. Umenielewa Sandra, sio Winifrida. Sandra nafikiri umenielewa. Kwa hiyo iko hivyo, yani lazima akili yako iwaze kupambana. Asante sana kwa kuichagua Ajira Update. Asante sana kwa kuichagua Tunget TV. Na hii ndiyo chaneli yetu pendwa ambayo tunaweza kushare mawazo na kushare experience mbalimbali kuhusiana na ajira. Ndio kama hapa tunapeana ushauri mbalimbali, ili hata kama wewe ambaye unasikiliza hii makala basi utajifunza kitu. Ondoa notion kwamba huwezi fanikiwa bila connection. Utajiri wako wa kwanza ni afya yako na mindset yako ya kichwani. Hakikisha mindset yako imesimama imenyoka, hakikisha afya yako imesimama imenyoka. Chao, asante.